Karibu tena ndugu mtazamaji wetu wa kipindi chetu. Leo bwana, tutaendelea na sehemu ya pili ya kipindi chetu ambacho kinazungumzia ni kwa nini vijana hatufanikiwi na ni kitu gani kifanyike ili vijana hatufanikiwe, nini tunakwama, ni wapi tunafeli. Kwa hiyo leo tunaendelea na sehemu ya pili na tupo na mwamba kabisa, Profesa Loemamu. Yeye atazungumza, atatoa nondo zake, naamini utamuelewa. Karibu sana ndugu mtazamaji wetu. Asante Mr. Dula. Nilikuwa sijui kama profesa kumbe mtu anaweza akapewa. Nilijua ni udaktari tu mtu anatunukiwa, na profesa mtu anaweza akapewa. Okay, kwa haraka kipindi kilichopita tuliweza kuangalia ni vitu gani vinavyotufanya sisi vijana wa Afrika au wa Tanzania tusifanikiwe. Kwa haraka kipindi kilichopita tuliangalia kwamba kinachofanya sababu hasa vijana wa Kiafrika hususan Tanzania tusifanikiwe, moja ilikuwa ni ujinga, ignorance, na tukaweza kuangalia aina 4 za ujinga ambazo zilikuwa zinatufanya sisi vijana wa Kitanzania na wa Kiafrika tusifanikiwe. Sasa leo tunakwenda kuendelea na sehemu ya pili ambayo inatufanya sisi vijana wa Kiafrika tusifanikiwe. Wiki iliyopita tulizungumzia sehemu moja. Leo tutakwenda kuzungumzia sehemu 2, lakini sehemu ya pili sasa ya leo inayofanya sisi vijana wa Kiafrika tusifanikiwe ni kwamba hatuna hekima. Kwenye jamii tumekuwa tukizoea kwamba watu wenye hekima ni wazee peke yake, si ndio? Tumekuwa tukizoea hivyo kwamba wenye hekima katika jamii ni wazee peke yake, lakini kama kijana ili uweze kufanikiwa, jambo la kwanza unahitaji kuwa na hekima. Hekima inapatikana vipi? Nitakapokwenda kuidadavua hii hekima, mtaanzia mbali kidogo. Kwa hiyo nahitaji Dula unisikilize kwa umakini sana, na hata anayeniangalia anisikilize kwa umakini sana ili aweze kuelewa. Sasa hekima inapatikana vipi? Katika jamii tunayoishi au katika vijana ambao tunaishi, tumekuwa na maarifa. Vijana wengi leo hii ukiwafuatilia Dula wamesoma. Vijana wengi ni wasomi, wana degree, wana masters, wana diploma, wana certificates, wana ujuzi mbalimbali, lakini kitu wanachokosa ni hekima. Sasa unaipataje hekima ukiwa umesoma? Fact ya kwamba una knowledge haimaanishi ya kwamba unauelewa na yale maarifa. Fact ya kwamba una maarifa haimaanishi ya kwamba wewe una maarifa. Tumekuwa tukizoea kwamba kile kitendo cha kutafuta maarifa, kwamba umesoma hiki ndio kwamba mtu anakuwa na uelewa na yale maarifa. Uelewa sio kitendo cha kutafuta tu maarifa na kuwa nayo. Uelewa ni kuwa na ile deep insight into the workings of that knowledge. Uelewa ni kuwa na deep insight, yani uelewa wa ndani na matumizi ya kile ambacho unakuwa umekisoma au ya yale maarifa au ujuzi ambao umekuwa nao. Kwa hiyo ili uweze kupata hekima ni lazima kuwe na vitu viwili. Ni lazima kuwe na maarifa, ni lazima kuwe na understanding, uelewa. Sasa ili uweze kupata wisdom au hekima yani hekima au wisdom naweza nikasema kwamba ni ability ya kuapply understanding na knowledge ili uweze kuproduce results. Yani nataka niweke kwa Kiswahili ili watu waweze kunielewa. Yani hekima ni kile kitendo cha kuapply maarifa na uelewa ili uweze kuzalisha matokeo. Kwa mfano, nitakuonyesha picha moja hapa Dula ili tuweze kuelewana vizuri. Unakiona hiki? Hiki ni nini Dula? Hicho bana ni kinanda. Hiki ni kinanda. Hiki kinanda kinatumika kufanya nini Dula? Hiki kinanda nadhani kinatumika kutengenezea mambo ya sound. Kinatumika kutendea. Hiyo ni level of understanding. Sio deep insight of understanding. Kwa hiyo ili watu tuweze kutengeneza muziki tunatakiwa tufanyeje? Au mtu kama anataka kutengeneza muziki anatakiwa afanyeje hapa Dula? Hapo sasa ndo sielewi, lakini hapo ndo uelewe. Hapo ndo sielewi, lakini naelewa tu kwamba kinanda kinatumika kutengenezea sound, muziki, testa fulani ya muziki. Yes, sasa hiyo ni level of understanding. Unaelewa kwamba hiki ni kinanda, unaelewa kwamba hiki kinanda kinatumika kuzalisha muziki, si ndio? Lakini haujui nibonyeze wapi na wapi na wapi niweze kupata ladha fulani ya muziki, si ndio? Unaweza kupiga kinanda?
haujui. Sasa hiyo ndo wisdom. Sasa wisdom inapatikana pale unapochukua maarifa na uelewa, alafu ukavipeleka sasa kwenye ile application, ukazalisha ule mziki. Hapo ndo unaweza kupata kitu inaitwa hekima. Kwa hiyo unajua kwamba kinanda kinatumika kuzalisha mziki, umekiona na unakijua, lakini hauwezi kukipiga. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kwenye maisha, unatakiwa uwe na uwezo wa kutumia maarifa na ule uelewa ili uweze kuzalisha. Kwa hiyo kukufanya wewe kuwa na elimu ya fedha, yani wewe kuwa na elimu ya fedha kukufanya wewe kuwa tajiri. Wewe Dula leo hii kuijua kwamba naweza nikatumia pesa kufanya 1, 2, 3 haikufanyi wewe kuwa tajiri. Ila utakapoichukua ile pesa sasa ukaenda kuizalisha, utakapoanza kuizalisha, pale ndo unapoa umetumia hekima, kwa sababu umekuwa na pesa lakini pia umekuwa na maarifa na uelewa, alafu umeyapeleka kuyafanyia kazi ili kuzalisha kile kitu ambacho unachokihitaji. Hiyo ndo tunaita ni nini? Hekima. Sasa na hekima ukija kuangalia imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna natural wisdom. Kuna natural wisdom lakini pia kuna divine wisdom. Natural wisdom hii tunaita ni kama ni common sense, ile akili ya kawaida, kwamba kila mwenye ubongo anakuwa na natural wisdom. Ndio maana hata ukija kufuatilia kwa wazee wa zamani, ili uweze, kuna vitu ambavyo wanavifahamu ambavyo ili uweze kufanikiwa kama kijana, kwa sababu wao kuna mahali wameshapita, kuna experience wanayo. Ili uweze kufanikiwa kama vijana, kuna vitu unatakiwa ukiwauliza wale wanaweza wakakushauri. Ile tunaita ni common, ile ni natural wisdom wanakuwa nayo, ambapo ukija kuangalia hata kwenye maisha ya kawaida, ili uweze kufanikiwa ni lazima hii natural wisdom iwe applied. Ni lazima utumie natural wisdom. Nitakupa mfano mdogo. Unakuta kuna mtu anaweza akawa amekosa mtoto let's say kwa miaka 3, si ndio? Anapambana atafute mtoto, sawa. Lakini the day tu amenasa mimba, siku tu ameshika mimba, anaanza kuwapostia watu, tayari nina mimba, si miezi mingapi, nini. Kama una natural wisdom hauwezi ukafanya hicho kitu. Kwa sababu gani? Ukija kuangalia hata kwenye Bible, Yesu mwenyewe pamoja na Mungu walitumia hiyo common sense, walitumia hiyo natural wisdom. Japokuwa Yesu alikuwa ni wa kiroho, Mungu kuna mambo angeweza kuyazuia, lakini alitumia natural wisdom. Na ninapozungumza hapa nazungumzia wapi? Ukisoma katika Bible, kuna mahali Yesu alipokuwa amezaliwa, Herode alipokuwa anaua watoto wa kiume, Mungu alimwotesha Yusufu ndoto, akamwambia mchukue mkeo na mwanao mkakimbilie Misri mpaka nitakapowaambia mrudi. Ile ni natural wisdom ya kumficha mtoto, kwa sababu pale Mungu alikuwa na uwezo kwamba afanye watoto wote watakufa lakini Yesu asife. Lakini pale Mungu alitumia ile natural wisdom, alitumia ile common sense ya kumwambia waame. Lakini sasa leo hii vijana wa kawaida tu hawa, mtu akipata mimba, picha ana posti, anafanyaje, anataka kuanza tu biashara, ameshawatangazia watu wote. Tunaanzia hapo. Tunaanzia. Kuna kitu inaitwa, kuna nani inasema kwamba inasema premature announcement attract evil spirit. Yani taarifa ambayo bado haijakomaa huwa ina tabia ya kuattract roho za, tunasema yani kama evil spirit, kama roho mbaya au roho za kishetani. Kwa unapokuwa una kitu cha muhimu unataka kukianzisha au unakifanya, kifanye kwanza siri mpaka ifikie hatua kikamilike, ndio unaweza kufanyaje, ndio unaweza ukakiachia. Sasa vijana wengi tumekuwa tunakosa hiyo natural wisdom. Ndio maana ukija kuangalia hata watoto yani mtoto akizaliwa, kwa wale wazee wa zamani, nisijue kama sasa hivi inaendelea, watakwambia hutakiwi kumtoa yule mtoto nje mpaka zifike siku ngapi? Siku 40. Ile ni natural wisdom, ile ni common sense ambayo hii pia unatakiwa uiapply kwenye maisha yako. Wewe sio kila unachokipata au sio kila unachokifanya ni lazima ukionyeshe kwenye social media. Yani leo hii sio tumekuwa na roho gani? Yani kwamba inaonekana kwamba kila mtu maisha yake anataka ayapeleke kwenye social media. Yani tunaishi ki social media. Yani kila kitu anakianika kule. Yani kwamba mtu, kwa mfano leo hii unakuta mtu sio mfanya biashara, lakini ukitaka mawasiliano yake utayapata kule Instagram. Ukitaka historia ya maisha yake utayapata kwenye mitandao ya kijamii. Wengine wanaenda mbali zaidi, wanatukana matusi kule, yani wanafanya vitu vya ovyo. Wanasahau kwamba
Kwa mfano leo hii kuna baadhi ya nchi ukitaka kwenda kuchukua visa wanafanya social media search kwamba wewe uliwahi kuzungumzia vipi kuhusiana na nchi yao, na wakikukuta umewahi kuzungumzia against, wanakukata, hawakupi visa. Kuna kazi nyingine leo hii ukienda kuomba hawakupi kazi mpaka wafanye kitu inaitwa social media search. Lazima waangalie huyu ana maisha yake yakoje kwenye mitandao yake ya kijamii. Yani sasa hivi in short tunaweza kusema kwamba CV yako wewe sasa hivi inaingia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo angalia unapokuwa kwenye mitandao ya kijamii ni vitu gani unavifanya, kwa sababu kama unataka kuwa mkubwa baadaye, usifanye upumbavu sasa hivi. Kuna vitu unaweza ukavifanya sasa hivi vikaja kublackmail baadaye, baada ya miaka 10, 12, 13. Kwa hiyo kama una plani ya kuwa mtu mkubwa baadaye, sasa hivi usifanye vitu vya kipumbavu kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu mitandao ya kijamii inatunza. Yani ukiweka kule ni kama umetunza kumbukumbu zako kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kama vijana lazima tuwe na kitu inaitwa tuwe na natural wisdom. Kuwa na hekima basi ile ya kawaida kwamba kuna vitu mimi sitaki kuvifanya nikiwa online. Sawa? Na hii itaweza kukusaidia kwamba kwa mfano kama unataka kuwa tajiri au bilionea wa baadaye, anza kuyaishi yale maisha. Uwezo ukamkuta, yani kwa mfano leo hii tuna viongozi, uwezo ukamkuta kiongozi anajibizana na watu, anatukanana na watu kwenye mitandao ya kijamii. Kwa sababu gani? Ni kwenye ile level aliyopo, si ndio? Kwa sasa kama na una mpango wa kuwa mtu mkubwa, anza kubehave kama yule kiongozi, kwamba mimi nitakuwa situkanani mtandaoni, nitakuwa siishi maisha ya ovyo kwa sababu kija kuangalia leo kwenye social media wengi wanaishi ni fake life, si ndio? Kwa hiyo tujitahidi tuwe na ile natural wisdom. Hii itatusaidia sana kuweza kufanikiwa kama vijana. Lakini nimesema zipo aina mbili. Nyingine tunasema ni divine wisdom. Hii ni hekima kutoka kwa Mungu. Bible imeandika kwamba yoyote anayehitaji kupata hekima basi na aombe kwa Mungu ambaye anatoa hekima na atawapatia watu wote. Kwa kama unataka hekima ya kiungu, hekima ya kimungu, unaruhusiwa kumwomba Mungu na akakupa hekima. Na hiyo hekima itakusaidia mambo mengi sana. Kwa sababu gani? Dula, leo hii unaweza ukawa na rafiki yako, unacheka naye, unakula naye, lakini kumbe huyo ndo anakufanyia mabaya, ambapo huwezi kujua. Kama hauna divine wisdom, hauna hekima ya kiungu, hauwezi ukajua. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa pia kwenye maisha, unahitaji uwe na divine wisdom, unahitaji uwe na hekima ya kiungu. Sasa hiyo ni sehemu ya pili ambayo tumeona kwamba ili kijana uweze kufanikiwa ni lazima uwe na natural wisdom, lazima uwe na wisdom, si ndio? Bana, tunao wadhamini wetu wanaotufanya sisi vijana wenu mnatuona katika mandhari mazuri, tunapendeza kabisa, tunakufikishia habari ikiwa na sauti nzuri. Kwa hatuwezi bila hawa wadhamini wetu. Yes, wadhamini wetu ni mdhamini wa kwanza, wadhamini wameongezeka. Mdhamini wa kwanza ni Ash Plus Investment. Huyu anapatikana pale njia panda Segerea. Yes, kama unaenda Ukonga. Huyu ukifika pale utajipatia vitu mbalimbali. Anafanya online application zote. Kama unahitaji visa, unahitaji passport ya kusafiria, yes, unahitaji kufungua biashara, unataka leseni, unahitaji kusajili business name, unahitaji kusajili kampuni, yes, unahangaika labda na kufanya return za kampuni, sijui mambo ya BO, official ownership kwenye mambo ya BRELA, yote hayo anafanya. Ukifika pale ukifika pale Ukonga Banana njia pale Segerea utapata huduma nzuri kabisa. Lakini ni yule Ash Plus Investment. Ukienda pale Gongo la Mboto msikitini, yes, kuna bango kubwa utaona limeandikwa wauzaji wa simu kwa jumla. Kama unahitaji kufungua duka la simu, yes, unahitaji kufanya duka la simu huko Gongo la Mboto, huko Chanika, huko Majoe, huko Kivule, huko sijui Tabata, sijui huko Buza, hakuna haja tena kwenda Vingunguti bana. Una haja tena kwenda Kariakoo kwa sababu bei ya Kariakoo yeye ameihamishia Gongo la Mboto. Kwa hiyo fika pale Gongo la Mboto unajipatia simu kwa bei nzuri sana ambayo itaweza kukusaidia wewe uweze kupata faida. Lakini pia hata kama unahitaji kwa rejareja, ukifika pale utapata simu nzuri sana, simu kali kama sisi tunayotumia hapa. Yes, itakusaidia sana. Hivyo huyo ni mdhamini wetu Ash Plus Investment. Lakini jambo la pili unalohitaji kama kijana, unatakiwa uwe na kitu inaitwa excellence. Excellence kwa Kiswahili kisicho rasmi tunaweza kusema uwe na ubora. Excellence ni nini? Excellence is to add extra to the ordinary.
yani kuongeza extra kwenye ile ordinary unayokuwa unaifanya. Excellence ni kwenda beyond expectation, kama mtu anaweza akawa amekupa kazi ufanyie, ukaenda extra, ukaenda beyond. Kwa mfano kwa sisi kama vijana, kabla sijaenda kwenye mfano, tunahitaji tuwe na excellence kwenye kila tunachokifanya. Tunahitaji kuwa na ubora kwenye kile tunachokifanya. Sasa kwenye excellence hapa kuna mambo kadhaa ambayo tunatakiwa tuyafanye kwa ubora kwenye excellence. Leo hii unaweza ukampa mtu kazi akufanyie kazi, si ndio? Lakini anaishia kulipua. Yaani kama vijana wa sasa hivi unampa mtu kazi anaishia kulipua. Kuna clip moja zamani ilikuwa inatembea, ile clip inafundisha sana. Kwamba unakuta mtu ni plumber au mafundi mabomba, si ndio? Yeah. Anakuja nyumbani kukutengenezea bomba lete limeharibika. Bomba la bafuni limeharibika. Anamaliza kutengeneza, ukitoka ukiwasha taa, feni inazunguka. Ukifungua maji, TV inawaka. Ile ni kwamba anaonyesha yule amefanya kitu lakini hajafanya kwa excellence. Amefanya jambo lakini hajafanya jambo kwa ubora. Yeah. Kwa hiyo unakuta leo hii kwenye maisha ya kawaida vijana tumekuwa tunafanya mambo kwa juu, kwa kulipua. Nataka nikwambie Dula kitu kimoja. Unapokuwa mtu akikuamini akakupa kazi, hakikisha unaifanya kwa ubora. Kwa sababu gani? Ukiifanya ile kazi aliyokupa kwa ubora, kesho yake atakurecommend kwa watu wengine. Kesho yake kunaweza likatokea dili la watu wengine, akasema mimi niliwahi kufanya kitu na Dula na alinifanyia kitu kizuri sana. Akakwambia jaribu kuwasiliana na Dula akanifanyia kitu fulani. Lakini mtu akikuamini alafu akakupa kazi ukaifanya vibaya, usitegemee tena kama atarudi kuja kufanya tena kazi na wewe. Kwa hiyo hiyo ni excellence ambayo tunahitaji kwenye maisha yetu. Kwenye maisha, hata kama unafanya biashara, fanya biashara kwa excellence. Fanya kwa ubora. Jitahidi kile kitu unachokiuza ukiuze kwa ubora. Yani nataka niseme kitu kimoja. Hakuna watu wa muhimu sana Dula kama mtu anayekupigia simu mteja kukurudishia feedback kwamba hiki kitu ulichoniuzia kimekuwa kizuri sana. Hakuna jambo la muhimu kama hili. Kwa sababu mtu anayefanya hivyo kwanza anakuwa anakupenda na anakuwa amependa kile ulichomfanyia. Lakini hawezi kukuambia vile kama hujafanya kwa ubora. Si ndio? Kwa hiyo kuwa na excellence kwenye kile unachokifanya. Zamani ulikuwa ukinunua kiatu unaweza ukakivaa hata miaka 5, 6. Lakini leo hii ukinunua kiatu wiki 2, wiki 3 kiatu kimeharibika. Sasa hivi watu wanazalisha vitu lakini havina excellence. Mimi nakumbuka nishie kutumia kiatu nikiwa darasa la 4 mpaka nimaliza la 7. Mpaka unamaliza darasa la 7 na umekitumia. Sisi zamani nyumbani ulikuwa ukishika glasi mama anakuambia, "Unajua hiyo glasi unalingana nayo umri." Yaani ni kwamba hata zile glasi zikianguka kupasuka sio rahisi, lakini sasa hivi watu wanafanya vitu havina ubora. Yaani leo hii umekitumia, kesho kimeharibika. Na wateja wa sasa hivi wamekuwa ukifanya kitu kina ubora lazima mara nyingi wanakuambia bwana wewe vitu vyako sio vizuri, sio bora. Sasa utakapopata feedback kama hiyo usikate tamaa, boresha, jitahidi uboreshe. Hii itakusaidia kufanya mambo yako kwa ubora. Kwa mfano leo hii kuna maji, kama nilivyokuwa nimesema kwamba excellence ni kuadd extra to the ordinary. Leo hii maji ambayo unayanunua hapa, ukienda pale barabarani utakutana na maji wanauza. Yale maji unayonunua 500, uwezi ukaenda Hyatt Regency, uwezi ukaenda Joy Rotono ukayanunua 500. Yale maji utakuta ni 2000 mpaka 3000. Kwa sababu gani? Wale hawakuuzii maji tu. Ukienda wale wanakuuzia air condition. wanakuuzia glasi, watakuuzia wale wakaribishaji wanaokukaribisha yule. Kwa hiyo ile ni kwamba wamechukua ordinary wakadi extra ikawa extraordinary, wakaenda beyond the expectation. Kwa hiyo hata wewe kwenye kama kitu chochote kile unachokifanya, hebu jitahidi ufanye kwa excellence. Lakini maeneo ya muhimu Dula kwenye ubora wa sisi kama vijana ili tuweze kufanikiwa, jambo tunalotakiwa tulifanye kwanza, unatakiwa excellence kwenye appearance yako. Vijana wengi leo hii kwenye appearance tumekuwa tunafeli, kwa sababu mtu anapokuona tu anakujudge kabla hata hajafanyaje, kabla hata hajakusikiliza, si ndio?
Kwa utakapokuwa na excellence kwenye mavazi itakusaidia sana 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 watu kujaji vizuri, kwa sababu lengo kubwa la mavazi number one sio mavazi, yani maana yake muonekano kwa ujumla. Yes. Kwa sababu tunasema kwamba mavazi, lengo kubwa la mavazi ni to cover your nakedness, si ndio? Hiyo ndo lengo kubwa, yani ndo purpose ya mavazi, kucover ile nakedness yako, iwe either online au offline. Lakini namba 2 ni kwa ajili ya functionality, lakini namba 3 ni kwa ajili ya identification, kwamba unapokuwa umevaa mavazi mtu anajua huyu ni mwanafunzi, huyu ni mfanyakazi, huyu labda ni mtu gani, si ndio? Kulingana na yale mavazi unayokuwa umevaa. Lakini mavazi yoyote yanayoenda kinyume na ile to cover your nakedness bado inakuwa sio lengo la nini, la mavazi. Kwa hiyo unapokuwa kwenye mavazi, hebu jitahidi basi uwe ni mtu ambaye mtu hata akija akakuona, kabla hajakujaji, kabla hata hajakusikiliza, anakujaji kwa kukuona wewe ulivyovaa. Dula, nitakupa mfano mdogo. Kuna event moja tulihudhuria juzi, kama unakumbuka. Sisi kidogo tulifika kwa kuchelewa, si ndio? Tukakuta zile nini tunasema zile tag za kuingilia au zile pass za kuingilia zimeisha, si ndio? Pale tulivyoenda sisi, tulivyokuwa tumevaa, tulikuta, kama unakumbuka, kuna vijana tuliwakuta wapo pale, si ndio? Kuna mmoja alikuwa amevaa kaptula, unakumbuka? Kuna wadada wengine walikuwa wamevaa unofficial, lakini kama wanaenda sokoni. Lakini yule mhudumu alivyokuja, namba moja, kwanza watu wa kwanza kutusikiliza ilikuwa ni sisi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile appearance tuliyokuwa tunaonekana nayo, si ndio? Kwa hiyo utakapokuwa umevaa, ndio mtu anakujaji hivyo hivyo. Kwa hiyo dress the way you want to be addressed, hiyo itakusaidia sana. Lakini excellence nyingine, Dula, ni excellence kwenye mahusiano yako na watu. Naamini Dula, watu wengi wamekuwa na mahusiano ambayo yani hautakiwi kuwa na mahusiano, kwamba ili uwe na mahusiano mazuri na mtu ni kwamba kwa sababu eti unataka kuoa au unataka kuolewa. Kwa sababu sisi tunaamini huwezi kuoa zaidi ya mke mmoja, wala huwezi kuolewa zaidi ya mume mmoja. Kwa hiyo mahusiano yako yasibezi kwamba eti kwa sababu mimi nataka nimuoe fulani au nataka niwe na mahusiano fulani na mahusiano na mtu fulani ndio niwe na mahusiano naye mazuri. Kuwa na mahusiano mazuri na kila mtu. Kwa sababu gani? Utakapokuwa na mahusiano mazuri na kila mtu itakusaidia wapi? Kuna watu watakusema, yani ukubali ukatae. Sawa Dula? Kubali kataa. Kuna watu kuna watu watakuwa mahali watakudiscuss wewe, sawa, na watazungumzia jambo kuhusu wewe, na wewe pale hautakuwepo, aidha kukubali au kutokulikubali ile jambo alilokuzungumzia. Kila mtu atakuwa na opinion na wewe. Sasa utakapokuwa na mahusiano mazuri na watu, itakusaidia watu hata wakija watakuja, Dula hayuko vile bana, Dula mnamsingizia, wanajua kabisa huo. Kwa sababu kuna mtu anaweza, tunaona kama sisi tunavyoongea hapa, kuna mtu anaweza akaona clip tu ya dakika hii mbili au dakika moja, alafu akachukua kusummarize kitu ambacho umefanya zaidi ya miaka 10. Sasa huyu mtu wa ovyo. Lakini utakapokuwa na kuishi vizuri na watu, sawa, anaweza kusema huyu mtu ni wa ovyo. Yani kuna mtu anaweza akakuzungumzia Dula wewe vibaya leo hii, hayuko na watu. Lakini kwa mfano Dula akasema Dula huwa analo mbaya sana. Dula sio mtu wa watu. Lakini mimi nikaisikia hiyo, nikawa sikujua. Siku nikikutana na wewe nakuja kusema amna bwana, kumbe Dula walikuwa wanamsingizia. Au nikaja kusema yule jamaa alisema ukweli. Dula analo mbaya kweli. Au Dula sio mtu wa watu. Kwa hiyo jitahidi kuwa na mahusiano mazuri na watu. Na hii na changamoto kubwa ni kwamba yani sifa za mtu zinafika kabla ya kumjua, hata kabla ya kumjua. Unaweza kufika eneo fulani ukapata sifa za mtu fulani na hata haumfahamu. Sasa itategemea na wewe ukoje, kwa sababu watu wana tabia ya kuja kuprove kwamba hiki kilichozungumziwa ni kweli au sio kweli. Kwa hiyo tujitahidi tuwe na mahusiano mazuri na watu, na hii itatusaidia sana kama vijana tuweze kufanikiwa. Na hayo ndo mambo ambayo kama kijana ukiyafanya, yapo mambo mengi sana ambayo ili kijana ufanikiwe unatakiwa uyafanye, lakini kwa uchache sana nimeamua kukuletea haya matatu
Jambo la kwanza limekuwa ni hiyo tunahitaji lazima ignorance, ujinga unatufanya vijana tusifanikiwe, lakini pia kutokuwa na wisdom, hekima, lakini pia kutokuwa na excellence kwenye mambo tunayoyafanya ndio kunatufanya vijana wengi tusifanikiwe. Kwa hiyo jaribu kuyazingatia haya mambo ambayo tumeyazungumza, na huenda yakakusaidia sana kama kijana au kama mtu ambaye unahitaji kufanikiwa. Kwa sababu gani tunasema kama unahitaji kufanikiwa, kuna mafanikio unayohitaji, anza kuishi, anza kuwa yule mtu kwanza unayetaka kuwa kwa wakati huu, na hiyo itakusaidia sana. Asante kwa kunisikiliza, asante kwa kuwa na moyo mnyenyekevu kwa kuangalia mwanzo mpaka mwisho. Najua kuna kitu utakuwa umejifunza. Mwisho wa sehemu hii ni mwanzo tena wa kuweza kukuletea kitu kingine kizuri. Lengo letu sisi ni wewe ufanikiwe. Lengo letu sisi ni wewe uweze kufikia zile ndoto zako, uweze kufika kwenye vision unayohitaji. Asante kwa wakati mzuri. Thank you for watching.